Kwa majina naitwa Maro Chacha Kisieri, kitaaluma ni mwalimu, na kwa upande wa kisiasa ni mwenyekiti wa kamati ya sheria chama cha ACT Wazalendo mkoa wa Mwanza, na vile vile ni mdau katika tasnia ya sheria, na zaidi nashughulika sana na migogoro ya kikazi, migogoro ya kesi za ajira. Mzee wetu huyu Joseph Sinde Warioba ni mtu muhimu sana katika historia ya nchi yetu ndani na nje, na ni vizuri fahamike kwamba historia yote ile ya jamii ya binadamu pia huundwa kutokana na viongozi maarufu, viongozi ambao wana sifa za kipekee, na ndio maana tunasema kwamba historia ni kumbukumbu ya maisha. Historia ni mwalimu wa nuru iangazayo. Kwa hiyo mzee wetu huyu Sinde Warioba, tukijaribu kuangalia wasifu wake, tunamuona kabisa ya kwamba ni mtu ambaye amezaliwa kutoka katika familia ya kawaida sana pale Ikizu, Nyamuswa, Bunda, wilaya ya Bunda mkoani Mara, na amezaliwa mwaka 1940, ndio mwaka aliozaliwa. Tunamuona anaingia katika shule ya msingi mwaka 1949 pale pale Ikizu, shule ya msingi. Amesoma madarasa yake mane, akamaliza pale, akafanya vizuri. Baada ya kuhitimu pale, akaingia katika shule ya kati Ezizo Middle School Mwisenge, aliposomea baba wa taifa, naye pia naye amesomea pale. Soma miaka miwili pale, akamaliza pale vizuri kwa ufaulu mzuri wa juu sana. Akajiunga na sekondari hapa amesomea Mwanza hapa Bwiru, ambayo kwa sasa hivi ni Bwiru Boys Secondary School. Miaka 4 akamaliza hapo. Baada ya kuwa ameshamaliza hapo, akachaguliwa kujiunga na elimu ya sekondari ya juu ambayo kwa sasa tunaita ni high school, Tabora Boys Secondary School, ambapo pia baba wa taifa hapa tumeona pia naye amesomea hapo. Sasa utaona namna hata shule alizopita baba wa taifa na mwenyewe ndo amebahatika kupitia naye katika mapito hayo ya kishule. Na baada ya kuwa ameshahitimu elimu yake ya kidato cha 6, akachaguliwa kujiunga na chuo kikuu katika degree yake ya sheria ya kwanza. Amesoma pale, akawa ameshamaliza miaka yake 4 pale, akawa amefuzu katika degree ya sheria. Tunamuona anakuwa mwanasheria kwa mara ya kwanza, mwanasheria. Na baada ya kuwa ameshafuzu hapo sheria, hakuchelewa kujiendeleza, bado alienda elimu ya juu Ulaya, katika moja ya nchi za Ulaya, Netherlands, huko The Hague University. Ameenda kule pia akasomea sheria. Kwa hiyo utaona hiyo ndio historia yake ya maisha yake ya kawaida alikotokea, na baadaye tunamuona shule alizosoma nchini Tanzania, katika mazingira ya Tanzania, akitokea katika jamii ya Kitanzania, katika familia ya kawaida sana. Na baada ya kuwa ameshafuzu huko, sasa amerudi nchini Tanzania tu kama mwanasheria. Tunamuona anafanya kazi katika serikalini kama mwanasheria wa serikali. Mwanasheria wa serikali. Na baada ya hapo alipanda kwa haraka sana, akaja akawa mwanasheria mkuu wa serikali. Na haikuishia hapo, baadaye tunamuona baada ya kuwa mwanasheria na mwanasheria mkuu wa serikali, akachaguliwa kuwa waziri mkuu kipindi cha utawala wa rais wa awamu ya pili Ali Hassan Mwinyi, kiongozi wetu hayati mzee Ruksa, maarufu kwa mzee Ruksa. Kwa hiyo katika mwaka 1985 hapo tunamwona anashika nyadhifa katika muhimili mwingine wa kidola katika mihimili hii mitatu, kwa maana ya serikali, bunge pamoja na serikali, bunge na mahakama. Tunamwona anakuwa ni waziri mkuu, na hapo anakuwa ni makamu wa kwanza wa rais, nafasi zote mbili za kiserikali, kwa maana kwamba serikali anaijua vizuri sana kwa nafasi hizo mbili, waziri mkuu na wakati huo akiwa ni makamu wa kwanza wa rais akimwakilisha rais. Kwa hiyo utaona kwamba katika historia ya Tanzania utamwona kwamba ni kiongozi pekee aliyetokea kuweza kushika nafasi hizo serikalini, na wakati huo katika taasisi ya urais, Sinde Warioba huyo. Na mbali ya kuwa mwanasheria na
mwanasheria mkuu wa serikali na kuwa waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais, tunamuona tena kama mwanasiasa. Tunamjua ni mwanachama Chama cha Mapinduzi mpaka sasa hivi. Tunamuona kama mwanasiasa kwa maana ya kwamba mbunge wa jimbo la Bunda. Huyu ni mwanasiasa. Anaingia mwanasiasa katika muhimili mwingine tena. Tunamuona muhimili mgani anaenda kutumikia mbali ya serikali kuu kwa maana ya waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais. Tunamuona anakuja kuwa ni mbunge katika muhimili wa bunge, muhimili mwingine huo au chombo kingine cha pili cha kidola. Na sio hapo tu, baada ya hapo Sinde Warioba tunamuona pia mahakamani kama jaji mkuu wa mahakama kuu nchini Tanzania, muhimili wa tatu wa dola kwa maana ya mahakama, bunge na serikali yenyewe. Sinde Warioba huyo. Na mbali hapo hajahudumu peke yake nchini Tanzania katika mihimili mitatu. Tumemwona tena mzee wetu huyu bado akiwa katika umri tena wa ujana. Tena alianza mapema sana na alisoma kwa kasi sana. Baadaye tutakuja kumuona alianza kuhudumia akiwa na umri gani. Tunamuona tena mbali ya Tanzania hapa pia amepata kuwa mmoja kati wa majaji katika mahakama ya kimataifa inaitwa International Tribunal. Hii ni mahakama ya kimataifa, wengine wanatafsiri ni baraza lakini mahakama, kwa sababu inashughulika, hii mahakama ilikuwa inashughulika na sheria za bahari. Kwa hiyo kwa lugha yetu ya Kiingereza inajulikana kuwa ni International Tribunal for the Law in the Sea, ambayo makao yake makuu ni katika jiji la Hamburg, Ujerumani. Na kule ametumikia muda mrefu sana kwa kipindi cha miaka 4. Sasa miaka 4 akiwa ni jaji katika mahakama ya kimataifa. Na sio hapo tu, ukija tena katika Afrika Mashariki, ndani ya bara letu la Afrika, amekuwa pia ni miongoni mwa majaji wa mahakama ya Afrika ya Mashariki. Sasa ukijaribu kuangalia mzee wetu huyu, kama nilivyotangulia katika historia kwamba historia ni kumbukumbu ya maisha, historia ni mwalimu wa ukweli, historia ni maisha, na viongozi wa aina hii ndio wanaoumba historia ya taifa lolote lile. Katika national history unakuta viongozi maarifu aina hii lazima watambulie kwamba ni tunu muhimu sana ndani ya taifa. Na ninavyomwangalia Sinde Warioba namuona katika upekee kabisa. Na mimi namuona kama ni mtu ambaye tumejaliwa na Mwenyezi Mungu kupata kiongozi mwanasheria, kupata kiongozi mbunge, kupata kiongozi mwanasheria mkuu wa serikali, kupata kiongozi jaji wa mahakama nchini, mahakama tena ya juu, mahakama kuu, mahakama ya Afrika Mashariki na mahakama ya kimataifa, muhimili wa kimahakama ndani na nje. Na hapa unakuja unampata pia katika nafasi ya mshauri mkuu wa serikali kama mwanasheria mkuu wa serikali. Na baadaye tunakuja unamuona tena akiwa waziri mkuu ambaye ndio msimamizi wa shughuli za kiserikali kikatiba ndani ya bunge. Alafu hapo unakuja unamkuta pia ni makamu wa kwanza wa rais, mwakilishi wa rais anapokuwa rais yuko nje ndio anatekeleza majukumu yote ya urais. Akiwa ndani pia ni msaidizi wake namba 1 akifuatiwa na baraza la mawaziri. Sasa tujiulize, tutafute kiongozi wa namna hiyo ndani ya Tanzania, ndani ya Afrika Mashariki, ndani ya Afrika, nje ya Afrika, hata Marekani, hata Ulaya. Nilikuwa najaribu kuangalia historia ya Marekani ya American History, Its People and Life, kitabu ambacho kuanzia mwanzo wa Marekani hadi utawala wa Bill Clinton sijamuona kiongozi wa aina kuweza kumlinganisha na Sinde Warioba. Vivyo hivyo katika Uingereza. Sasa kiongozi wa aina hii kwa Tanzania leo Sinde Warioba, na sio hiyo tu, Sinde Warioba pia amehudumu katika namna tofauti ndani ya nchi hii. Tunamuona kuna tume mbalimbali ambazo zimeundwa na rais. Ndio huyu aliyesimamia ile tume ambayo ilikuwa inachunguza mianya ya rushwa, kama mnakumbuka, mwaka 1996. Sinde Warioba huyo ni mwenyekiti wa tume hiyo.
Tumeona pia hii tume ilikuwa inaratibu kupokea maoni, mapendekezo ya wananchi kuelekea kuunda katiba mpya. Sinde Warioba, na mara nyingi tume zake ni kielezo tosha zinazoakisi ukweli msimamo wa Sinde Warioba, alivyo katika wasifu, alivyo katika mwenendo wake, alivyo katika tabia zake. Sio kiongozi wa kuyumba yumba wala kushawishiwa. Lakini sisi tunamwona kama ni kiongozi wa kawaida sana, ambapo simuoni kiongozi yote kama nilivyoeleza kuweza kumfanyia ulinganifu na Sinde Warioba. Hakika huu ndio ukweli. Na kitu ambacho Tanzania hatujagundua, hatuna tabia ya kuweza kuangalia kwamba ndani ya nchi katika historia ya taifa, je, viongozi wa aina gani waweza kaunda historia nchi na ikawa ni tunu kwetu vizazi hadi vizazi, wanaacha legacy gani ya namna hii? Na wakati anamaliza kusoma, anarudi kutoka chuo kikuu, degree yake hiyo ya juu kabisa hiyo, The Hague University, Netherlands, Ulaya, tayari alikuwa na umri wa miaka 25. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia kabisa, ndio maana nimeanza na historia yake, ina maana kwamba katika maendeleo yake ya kielimu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na akili sana na uwezo mkubwa sana, na hakuna sehemu ambapo anaonekana kwamba alikwama. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kuweza kujifunza kwa Sinde Warioba. Tusimwangalie kawaida kama ambavyo watu wanamkabili kwa kutokuelewa. Tumuone kama kiongozi wa kipekee, kiongozi mwadhirifu, kiongozi ambaye ni jasiri kabisa. Sinde Warioba ni mkweli hasa. Is a twist. Ni mkweli. Mimi wakati naanza kazi, natokea kikosi cha mwisho cha jeshi, mimi katika mapitopito yangu ndio naanza kazi pale kwa Sinde Warioba pale. Na nimemfahamu huyu mzee. Mzee huyu katika miaka ya 89, 90, 93 ni mtu wa kawaida sana, hana makuu. Ni kiongozi ambaye hana makuu. Usipomjua unaweza kumdharau. Ndio maana wamefikia hatua vijana juzi tunaona wanasema kwamba ameshindwa kujenga nyumbani kwao. Unaona ni mtu wa matapu tu. Unaona yani dharau vijana. Hivi Sinde Warioba ndio kuweza kutolea hajajenga kwao, amejenga ukweni. Njaa ya tumbo. Utaona kabisa kwamba nimeanza na historia ili tuangalie vizuri kwamba shule alizopita Julius Kambarage Nyerere, shule ambazo Sinde Warioba amekuja kupita, mfumo wa elimu kimeta ya Julius Kambarage Nyerere awamu ya kwanza, je, inatoa viongozi imetoa viongozi wa aina gani? Na kwa sasa hivi mfumo wetu wa elimu unatoa elimu ya aina gani kwa vijana wa rika yani kizazi cha sasa? Tunaweza tukawa tunawalaumu, lakini shida ikawa katika mfumo wa elimu. Mimi nimekuwa ni mwalimu muda mrefu na lazima niweke wazi kabisa. Nimefundisha katika shule za kisekta mbalimbali, siwezi kupungua nani nchini Tanzania hapa. Shule za jumuiya wazazi sisi nimefundisha Msoma, nimefundisha Dar es Salaam, Tegeta. Nimefundisha shule za binafsi, nimefundisha shule za Kibaptisti, Mennonite, Sabato, Kiislamu, hizo Waarabu, za Wahindu hapa Mwanza, Lake Schools, nimefundisha serikalini. Kwa hiyo kuna mfumo wa elimu umeingiliwa, na ndio maana wakati mwingine tunaweza kuwa tunaumu vijana hawa, lakini kumbe namna ya elimu inayotolewa na hususan katika somo la elimu ya uraia wamefikia tu kuweza kukufuta kabisa. Utajengaje misingi ya raia mwema kama unafuta somo la elimu ya uraia? Nimeshangaa sana. Kwa maana ya kwanza nimeshangaa sana, na si mara ya kwanza nchini, inashangaza mno, kwa sababu katika elimu ya uraia wanajua kabisa walimu. Nimeshangaa na hojana na walimu. Ukijaribu kuangalia misingi ya taifa lolote ilikuwa tunafundisha katika elimu ya uraia, kidato cha kwanza, sekondari, the founding of our nation. Msingi ya taifa unafundisha pale. Leo unaondoa, watajuaje hawa? Watasomea wapi? Alama za taifa na utambulisho wa taifa umefuta, umeondoa. Haki ilikuwa inafundishwa humo, na wajibu, haki na wajibu, vitu ambavyo havitenganishiki, umeondoa. Alafu leo tunaweza kulaumu na vijana, kuna mmoja mkubwa sana. Elimu ya uraia imefundisha mpaka maadili. Mimi nashangaa wanasema kwamba hapa kuwepo na maadili. Leo wanatengeneza somo, wanasema kwamba historia ya Tanzania na maadili. Hivi ina maana kwamba elimu ya uraia unajua kwamba hiyo maadili kwema? Ni kweli kwamba hawajui kwamba behavior, good behavior and bad behavior? Yaani walimu nao wamekaa tu wanaangalia tu mambo yao, wanaangalia kawaida tu. Wizara yetu iko wizara ya elimu, wanaangalia mambo kawaida tu. Wamefuta. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia, mimi nakuja kugundua kwamba mfumo wa elimu yetu Tanzania imekuwa na tabia ya kuweza tena wanaondoa mada nyingine, wanaziondoa. Kwa mfano palikuwepo na somo hili la elimu ya sheria, public legal education, ilikuwa ni nzuri sana katika baada ya nchi kuingia katika mfumo wa vyama vingi. Wamebandua.
ambayo ilikuwa inafundisha hata uwazi, kujua uwazi, the crimes, its sources and effects. Wameondoa. Sasa unajenga kizazi gani? Ndio maana matokeo ndio haya. Hata matendo ya kiwasi ya kushambulia viongozi wetu muhimu wa namna hii yanafanyika, tunarudi huku tunarudisha, kumbe wale walioko katika mfumo hii katika taasisi zetu au serikalini, ina maana mambo haya hawajui muhimu wake. Na katika tume na ripoti bora hii ya mianya ya rushwa mwaka 1000, ripoti yake mwaka 1996 ndio iliyopelekea kuanzishwa kwa TAKUKURU. Hii taasisi kupambana kuzuia na rushwa, TAKUKURU PCB, ndio pia iliyopelekea kutungwa kwa sheria hii ya kupambana na rushwa namba 11. Imekuja kutokana nayo, unaona. Kwa hiyo unaweza kaiona TAKUKURU kama taasisi, na unaweza kaona pia kutungwa kwa sheria ya kupambana na kuzuia na nini? Rushwa. Hayo ni chanya. Ukija kuangalia maeneo mengi yaliyokuwa ameyafocus katika rushwa kubwa na rushwa ndogo, ambayo hayati Magufuli alikuja kukiri ukweli huo. Ukweli ulikuwa naongea, na maana alikuwa anarejelea huko, alikuwa anajua, kwa sababu pia alikuwa mtu mzima kabisa na tayari alikuwa shaingia kwenye system kwa akiwa mbunge kwenye bunge. Hayati Magufuli aligundua, kama mnakumbuka, anasema kwamba nilidhani ya kwamba rushwa iko serikalini tu, kumbe iko ndani hata chama hiki kinachoongoza serikali tena kubwa. Kwa hiyo rushwa, hata mpaka leo tunapoongea, ndugu mwandishi wa habari, tu kweli mapambano ya rushwa na vitendo vya ufisadi ambayo ndio vinavyomomonyoa taifa hili, ndio vinaleta ufukara, umaskini huu, ugumu wa maisha, tabaka dogo la kung'ang'ania madarakani limejitengenezea kama mfumo fulani hivi. Hata wakati wa chaguzi mnao wengine mnaita machawa, ndio wao wanapata political connections hawa, ambao tunaita ni rushwa ya kisiasa, na iliwahi kutafuna taifa la Marekani kipindi cha nyuma, tunaita political patronage. Yani watu wanajifunganisha na siasa ya chama kilichoko madarakani. Baya sana. Na hao ndio wanakuja kuteuliwa kupata na fursa pia za ubunge, ndio hao wanakuja kupata fursa za waziri na naibu waziri, ndio hao wanakuja kupata fursa hata katika utumishi serikalini kama watendaji, wakurugenzi huko, ndio hao wanakuja kupata mikataba hiyo mikubwa ya uwekezaji humu au kuungana hata na uwekezaji hata wa ndani na nje, ndio hao kwa political connections hiyo. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia mianya ya rushwa ile aliyokuwa ameibani na kupendekeza na kuona vyanzo vyake na kupendekeza nini kifanyike, uongo mbaya, vita ile hajawahi kupigana vya kutosha, hajawahi. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ufanisi ndio unaona. Lakini katiba mpya, jaribu kuangalia katiba mpya. Sasa katiba mpya iko wapi? Na huwa narudia anasema kwamba hata mfanyeje, mapendekezo tuliozunguka nchi nzima kwa gharama kubwa sana kubwa, na ni kweli tunajua wote watu umetoa, hata mimi nishikutoa maoni, hakuna idadi iliwahi kujitokeza katika tume yoyote ile tangia nchi ipate uhuru kama tume ya Warioba hii katika kupata maoni ya wananchi kuhusu katiba yetu mpya iwe ya aina gani na mahitaji yake ya nini. Matakwa ya wananchi, anaambia kwamba matakwa haya ya wananchi, mawazo na maoni hayatakaa yakafa milele. Ni vyema ikapatikana hii katiba hii, watatulia. Kila kitu ambacho unaona wanakidai wananchi kiko connected na katiba mpya. Kila kitu kiko connected na katiba mpya. Unaona? Sasa leo wanagusa Gen Z. Sasa mnaanza kutafuta wachawi gani? Watu wanataka serikali yoyote ile, ndugu mwandishi wa habari, labda katika kuhitimisha majibu katika swali lako, lazima ujue pia kuna kitu tunaita, kuna misingi ya demokrasia na kuna nguzo za demokrasia. Hivi vitu lazima tuvijue. Katika democratic pillars, yani nguzo za demokrasia, nguzo kuu namba 1 ni mamlaka ya watu, people's sovereignty. Nguzo ya pili ya demokrasia ni namna gani wananchi wanahitaji watawaliwe, how the people want to be governed. Hilo umeshaelewa. Alafu nguzo ya 3 ya demokrasia ni utawala wa sheria, kwa maana kwamba hakuna yeyote aliyo juu ya sheria. Na nguzo ya 4 umeshaelewa, heshima kwa sheria na serikali.
sisi wana psychology pia na ndio ndivyo ilivyo hata katika sayansi ya jamii. Lazima angalie mtu, usipojua mazingira anakotoka, home setting, makuzi na malezi, maendeleo yake, kama ndio maana nimeanza na maendeleo yake, ili wajulikane. Warioba mwanzo mwisho ni mkweli, kwenye kweli mtoi. Warioba mwanzo mwisho ni mwenye haki. Angalia hata akiwa jaji, angalia hata akiwa serikalini akishauri, na alishapata kuni moja walikuwa anarudia sana jinsi ambavyo walikuwa kimshauri Julius Kambarage Nyerere, na msimamo wa Julius Kambarage, baba wa taifa mwenyewe, anafika mahala anakubaliana na hoja zake. Angalia alivyokuwa akimrejelea hata mpaka Moringe Sokoine, wote walikuwa marafiki sana. Kwa hiyo utaona kwamba ni kiongozi ambaye si mrarusho. Warioba si mrarusho, na katika vita kali alionao Warioba ukijaribu kumwangalia, na ni kiongozi yote yule ambaye yuko morally upright. Warioba is really most highly morally upright. Ni mwema, mtu mwema. Mtu mwema lazima awe mwenye haki, na hata akiwa katika nyadhifa zake zote utamwona mtu wa kawaida, lakini anayesimama katika maslahi ya umma siku zote, public interest. Na ukienda kinyume na hapo, Warioba mshawishi mwezi. Kwa hiyo ni mkweli, mpenda haki, mtu mwadhirifu sana, mtu mwaminifu sana, mtu ambaye huwezi kumshawishi kwa vitu vyote. Ndio maana unaona anaishi katika maisha ya kawaida, wanamdharau tu, lakini hiyo hazina nimeelezea ili wamjue vizuri ndani na nje, kwa maana Afrika Mashariki na kimataifa. Je, huyu ni kiongozi wa kwanza kupuuza huyo? Nani kiongozi gani? Narudia kuuliza na koji aliyepata kushika nyadhifa hizo kubwa kubwa katika mihimili yote mitatu ya kidola? Nani? Baba taifa tumemwona mwanasiasa, walimu Nyerere afundisha miaka 3 tu. Mwanasiasa, is a politician. Lakini tuangalie mzee wetu Sinde Warioba katika muhimili wa mahakama, katika muhimili wa bunge, katika muhimili wa serikali. Kote huko. Alafu nitafutie duniani kote, wewe nitafutie tu taifa lote, tafutie kiongozi wa aina hiyo. Nani? Kwa hiyo Sinde Warioba asipuzwe kwa maana hiyo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.